Wewe ni mwanga wa chunusi, umehangaika sana na chunusi, umeteseka sana na chunusi, uwe mwanaume, uwe mwanamke, umetumia kila kitu lakini chunusi zako haziishi kabisa. Yaani imefikia hatua umekata tamaa kabisa, haujui nini ufanye. Lakini pia wewe ni mwanga mkubwa wa tatizo la kutoa harufu kwenye kwapa zako. Basi leo nakupa suluhisho ya hayo matatizo yote. Kwa hiyo mgeni ambaye unatembelea hapa, hakikisha tu unaangalia chini ya video kuna maneno yameandikwa subscribe, lakini pia kengele itakuja, bonyeza, itakusaidia kupata vipindi kwa wakati. Yani kipindi chote tukiweka utakuwa wa kwanza kupata. Kwa hiyo nakwenda kukupa siri kubwa inayotokana na sifuria la ukoko wa ugali. Kitu ambacho unatakiwa kufanya, songa ugali wako usiku wakati unakwenda kulala. Songa, toa ule ugali. Inategemea kama utakula ama tu utautoa pembeni ili uloweke maji kwenye hilo sifuria la ugali. Lengo tunataka tupate maji yaliyolala kwenye hilo sufuria lako la ugali. Unaweza ukasema tena, jamani, maji ya ukoko yanaweza kunisaidiaje? Sija kumbuka mahindi pia ni mimea kama mimea mingine. Kwa hiyo hilo swala liondoe kabisa. Ndio, maji ya ukoko yanaweza kukusaidia kabisa wewe kuondokana na tatizo la chunusi sugu, lakini pia kwapa lililoshindikana. Kwa hiyo utaloweka hayo maji. Ukishamaliza, kitu ambacho utatakiwa kufanya kwa wewe ambaye unateswa sana na chunusi, basi unapoamka, kitu cha kwanza, nawa uso wako kwa kutumia hayo maji kwa manuizi maalum. Ukishamaliza kunawa, inategemea sasa, usitumie kitu kingine chochote kile, yani sibi sabuni sibi neno, usitumie kabisa. Kwa hiyo unawa vizuri na hayo maji, baadaye utasuza tu na maji mengine ya kawaida kwa baadaye. Utasuza na baada kama dakika 10 hivi kupita, kwa hiyo ama dakika 5 utasuza tu na yale maji mengine ya kawaida. Kama una mafuta yoyote ya asili, kwa mfano mafuta ya nazi, unaweza kutumia mafuta ya nazi ama mafuta mzaituni ama mafuta yoyote yale ambayo yatakuwa na asili. Usitumie mafuta ambayo yatakuwa na chemical, hapana. Kama unataka uso wako kupaka mafuta, lakini kama huwa upaki mafuta, basi utasuza tu na maji, utajikausha, utaendelea na shughuli zako. Fanya tu hilo zoezi. Baada ya kama siku 3 hivyo, utaanza kuona mabadiliko makubwa sana ya ngozi yako. Achana kabisa na sijui cream za uso, sijui nini. Yani tulia kabisa, utaanza kuona ile ngozi yako inaanza sasa kurudi taratibu. Nenda nayo hivyo, nenda nayo mpaka utakapoona uko sawa. Ukiwa sawa sasa, jitahidi kutafuta kitu kizuri cha kutumia. Jaribu kujua ngozi yako ni aina gani. Kuna aina nyingi sana za ngozi. Kwa hiyo ngozi za uso pia hatufanani. Nadhani kwa mtu ambaye anafuatilia masuala ya urembo anajua kitu kama hicho. Ngozi hazifanani. Kuna wengine zina mafuta, wengine kavu, wengine zinakuwa zote sawa, ina mafuta, lakini wakati mwingine inakuwa kavu, yani hivyo. Kwa hiyo hatufanani. Kwa hiyo anza tu hili zoezi, itakusaidia sana kuondosha hilo tatizo. Lakini wakati mwingine kuna aina ya chunusi ambazo zinatokea endapo labda kuna mtu anakupenda sana lakini anashindwa kukwambia. Uaga hicho kitu pia kinatokea. Kwa hiyo unakuta inakuwa tu labda unakuta hata upo kazini, uko na mtu tu yani hakwambii, ila anaumiaga tu, yani ana yale mapeko. Unakuta unaweza kaona hivyo. Kwa hiyo unapokuwa unajiosha, sema kabisa, kama kuna mtu labda ananiwaza kwa upendo hivi na hivi, moyo wake ukawe safi, basi atakazungumze ama akafanya hivi na hivi, ili wewe uwe huru, upone. Kwa hiyo ndio hivyo unatakiwa kufanya hivyo. Haya, kwa hiyo ambaye unasumbuliwa na kwapa, utakuwa unapaka, yani unachukua yale ukoko ambayo yameshaloana vizuri, unayasinga sehemu zako za kwapa hivyo. Kaa kama dakika 5-10, osha vizuri. Ukishaosha vizuri, basi tumia aloe vera jeli. Tafuta aloe vera jeli ya asili kabisa, uwe unatumia tu kupaka. Utaona hiyo hali imeisha kabisa na umepona, na hilo tatizo litaacha kusumbua. Utaniuliza sana, nitumie kwa muda gani? Tafadhali hakikisha unatumia mpaka pale utakapojiona wewe mwenyewe sasa uko sawa ama uko salama kabisa, umepona na hilo tatizo limeondoka. Kwa hiyo kama utatafuta kitu mbadala cha kuendelea kutumia baada ya tatizo hilo kuondoka, hiyo ni juu yako. Ukitaka ushauri wowote ama kama unahitaji product tu zilizoandaliwa, tuna product za aina nyingi sana. Kuna product za ngozi za aina nyingi sana. Wakati mwingine unaweza ukawa unahangaika na tatizo kwenye mwili wako, kumbe shida iko kwenye damu. Kwa hiyo tuna product pia za kunywa, zinakuwa kama detox, unakuwa unakunywa tu hivyo, kama juice ambayo inaweza kusaidia kusafisha damu yako na kufanya ngozi yako ikawa vizuri, ikawa ina virutubisho. Pia kuna sabuni zipo za asili ambazo zimetengenezwa na mimea mbalimbali inayotoka kwenye bahari, pia nchi kavu ipo, yani hizo product zipo. Kwa hiyo kama utahitaji product ambazo zimetengenezwa za asili, zipo. Narudia tena, za asili zipo. Kwa hiyo kama una tatizo lolote la ngozi, unaweza ukanitafuta WhatsApp wetu, niambie, ni text WhatsApp, niambie kwamba mimi nina shida ya ngozi ama na tatizo la ngozi, mimi nahitaji product za asili. Kwa hiyo tutajadiliana hapo, nitaangalia namna gani nitaweza kukusaidia. Kwa hiyo usipate shida, tumia hizo njia nilizoelekeza.
uone maajabu yake ama matokeo. Pia save kwa kurudisha mrejesho unaendeleaje. Na wapendeni sana, tuonane wakati mwingine na kwaherini.